Tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kawaida leo ni siku nyingine tena ya Alhamisi nyingine na kualika moja kwa moja kwenye jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali, na kubwa kabisa ni namna ambavyo tunaelekea katika jukwaa letu. Leo litakuwa na utofauti kidogo, na haswa jukwaa hili ambalo lipo kuelekea mwishoni kabisa mwa mwezi huu ni jukwaa ambalo litakwenda kugusa kila kipengele ambacho kinachohusu masuala mazima ya dua, haswa baada ya wale ndugu zetu ambao katika mataifa mbalimbali wa kutekeleza utaratibu wao wa dua, lakini pia na utaratibu kafanyika vizuri na hatua zote zikapita, na sasa ni siku rasmi, siku ya leo kwa ajili ya kufanya dua kwa ajili ya ndugu zetu hao ambao wapo katika mataifa ya aina mbali huko nchi tofauti ambazo kwa ujumla wao na hesabu na idadi iliyotakiwa tayari leo imekuwa ni siku rasmi kwa ajili ya kufanya jambo lao. Na siku ya leo tutakwenda katika dua ambayo italenga vipengele vifuatavyo. Kwanza kabisa ni masala mazima ya wale ambao waliojisajili kunako sala tu la matatizo na mashaka ya aina mbalimbali ya ndoa zao. Utulivu, hakuna vurugu, kukimbiwa na kimbiana, lakini pia wengine vurugu, matatizo, mpishano, migongano isiyoisha. Basi hao rasmi kabisa kipengele chao kipo kwa ajili ya dua hiyo, na wao taratibu zao zote zimefanywa kwa ukamilifu wake, na sasa leo imekuwa siku rasmi kwa ajili ya kwenda kukamilisha swala zima la dua yao. Lakini bila kusahau tunakwenda katika hatua ya pili ambayo pia ndugu zetu katika maeneo mbalimbali nchi tofauti wameweza kuwasiliana nasi na taratibu wao kufanyika vizuri, na sasa tunakwenda kufanya dua yao kwa ajili ya masuala mazima ya kiriziki pamoja na kazi zao, ima shughuli zao kwa ujumla. Basi hiyo pia nao wamefanya taratibu wao katika ufasaha wa hali ya juu mno, na leo umekamilika. Na leo hii kipengele chao kipo kwa hao watu maalum tu ambao tunao waliokusudiwa, lakini pia na waliofanya taratibu zao zikawa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bila kusahau tunayo hatua yetu ya mwisho ambayo italenga masuala mazima ya maradhi. Maradhi hayo yanahusishwa maradhi ya kibiolojia na yale maradhi ambayo si ya kibiolojia, kwa maana yake maradhi ya kiroho, na kusudia hapo uchawi na mashetani na mambo mengine ambayo huenda wewe ndugu yangu yaliwapata ndugu zetu hawa. Sasa taratibu ukafanyika vizuri, na leo ni siku ya hitimisho ya kuwafanyia dua yao. Lakini hii sasa utaratibu huu ni taratibu ambao umekuwa kifanyika mara kwa mara, lakini leo hii imekuwa ni siku maalum kwa ajili ya ndugu zetu hawa, tena zinafanyika kwa idadi maalum kabisa. Hivyo basi kwa wewe ambaye una mitihani mfano wa hii, kwanza masuala mazima ya ndoa yako imekuwa ni migogoro isiyoisha, kila siku kunazuka jipya, mitihani imekuzonga kila ukicha, lakini pia uliyekimbiwa, basi pia nao taratibu wako unaweza kufanywa kama ndugu zetu waliofanyika hawa, na wewe pia ukienda katika taratibu ile kwa bora, ili nawe upate siku yako rasmi kabisa kwa ajili ya dua itakayokulenga wewe kwa utaratibu ulio kamili kwa niaba yako wewe pamoja na ndoa yako, ima wewe pamoja na mume wako au wewe pamoja na mke wako au yule aliyokukimbia na vitu kama hivyo, ili aweze kutulivu patikane, lakini pia mahaba yaweze kushamiri. Na bila kusahau na wale ambao kwa changamoto ya kazi zao, biashara zao, shughuli zao, lakini pia masuala ya kiriziki yamekuwa mazito sana, basi tunaweza kuungana nasi pia ukawasiliana nasi tukapata taratibu ile kwa bora ufanyika kama mambo ulifanyika kwa ndugu zetu hawa, ili sasa moja kwa moja na wewe tukuandalia siku yenu rasmi kwa ajili ya kufanya jambo hili. Na kubwa tuna wiki 3 ambazo tutakuwa mbele yetu kwa ajili ya kukusanya majina ya watu hawa na taratibu zao. Tarehe 13 ya mwezi wa 8 tutakuwa ni wiki ya 3 katika jukwaa letu ambalo tutakwenda kufanya dua pia rasmi kwa ajili ya ndugu zetu hawa. Baada ya majukwaa matatu ambayo yatakuwa yamepita, basi rasmi itakuwa kwa ajili ya hawa wanaoanza sasa kwa ajili ya katika jambo letu hili. Na mimi nipeleke kipaza hichi Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Al-Ghazali ili naye pia aweze kutupa mwongozo taratibu bora namna gani dua itakwenda. Lakini kabla kupeleka huko, nikwambie tu, kumbuka jukwaa hili naruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku ya Alhamisi. Jukwaa letu huwa linaruka, lakini kubwa kabisa nana ambavyo huduma zetu zinapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Bila kusahau unaweza kutupigia ama kuwasiliana nasi kupitia namba za simu 07
0748 86 97 33 au 0659 87 86 97 34 au 0659 86 97 34. Tupigie ili kupata mwongozo uliokuwa mzuri zaidi katika kuliendea jambo lako hili, na wewe uwe miongoni mwa warabatu rasmi waliorasimishwa kwa ajili ya dua hii. Ni kwa ajili ya ndugu zetu hao, lakini wewe pia bado nafasi unayo. Muda huu napeleka kipaza kwa Dr. Saidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali ili atupe mwongozo, na kisha baada hapo tuingie moja kwa moja katika dua kwa ajili ya ndugu zetu hawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, leo ni siku muwafaka kwa ajili ya dua, na dua hii ni maalum sana kwa ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi na tukawapa utaratibu ambao unaotakiwa na wao wakautekeleza ule utaratibu, na sasa siku ya leo ni siku muwafaka kwa ajili ya dua yao. Dua yetu ina vipengele vitatu. Kipengele namba moja ni maalum sana kwa ajili ya taisiri zawaj, kwa ajili ya kufanya wepesi kwa wale ambao wapo katika uchumba. Yani wapo katika uchumba, lakini uchumba unakuwa unaishia tu kuitwa wachumba, hawafiki katika suala linaloitwa ndoa. Leo insha Allah walitutumia majina yao, tukawapa utaratibu na wao wakatekeleza ule utaratibu ambao unaotakiwa, na leo ni dua yao rasmi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie huu chumba uweze kutimia na zipatikane ndoa za kisharia biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika wasulhu baina al-azwaj, lakini kadhalika na hii ni dua rasmi kwa ajili ya kutengeneza sulhu baina ya wanandoa waliogombana. Basi hii ni wakati muafaka kwa ajili ya kutengeneza sulhu. Hii ni dua mujarrab kwa wale ambao waliwasiliana nasi wakatueleza mashakili yao ya kindoa, lakini kadhalika wakatueleza majina yao na taratibu tukazifanya biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hii leo ndio muafaka zaidi kwa ajili ya dua yao rasmi kwa ajili ya kutengeneza sulhu katika ndoa zao. Lakini kadhalika wadaf'ul mashakili baina zawjain, na hii ni dua mujarrab sana kwa ajili ya kuondosha mizozo, migongano ya hapa na pale, sintofahamu katika ndoa. Hii ni dua mujarrab kabisa, na tunakwenda kuifanya kwa ajili ya ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi tukawapa utaratibu uliokuwa bora na wao wakautekeleza utaratibu huo. Insha Allah biidhnillah, huu ni wakati wao sasa wa kuwafanyia dua yao. Lakini wa mashakilu nufuri bainihima, lakini kwa wale ambao wana tatizo la kukimbiana, mke anamkimbia mume, sasa mume anataka mke huyu arudi ili maisha yaendelee, au mume anamkimbia mke na mke anataka mume huyu arejee ili maisha yaweze kuendelea, basi hii ndio dua yao rasmi. Wale ambao waliwasiliana nasi tukawapa utaratibu na wao wakatekeleza utaratibu huo, sasa hii leo ni wakati rasmi kabisa kwa ajili ya dua yao. Kama wewe sasa
nawe unataka kuwa ni mmoja miongoni mwa wale ambao wana matatizo haya katika ndoa yao, ndoa inayumba, matatizo ya hapa na pale, vurugu za kila namna, furaha hakuna, maelewano hakuna, lakini kadhalika kwa wale wachumba, uchumba unaishia kuitwa wachumba tu, hawaingii katika ndoa, basi wasiliana nasi. Kuna utaratibu tutakupa hivi sasa, ambapo tunaandaa dua rasmi siku ya tarehe 13 mwezi ujao. Kwa hiyo cha msingi itakuwa dua hii ina watu rasmi, kwa maana idadi maalum. Hivyo wasiliana nasi, tutakupa utaratibu, tekeleza ule utaratibu ili nawe tukuweke katika orodha ya wale ambao tutakuja kuwafanyia dua rasmi katika masala ya ndoa yao, hasa katika tarehe 13 ya mwezi ujao biidhnillah. Fanya hivi sasa ili usije ukajikuta umevuka ile idadi ambayo tuloitarajia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunakwambia fanya hivi, wewe ndugu yangu ambaye uliwasiliana nasi na tukakupa utaratibu na ukautekeleza, fanya hivi, istaidil maa, andaa maji hapo ulipo, yani andaa maji au zaitun, au andaa mafuta ya zaituni. Yani maana yake andaa maji au mafuta ya zaituni, au ukiweza vyote viwili, ikawa maji umeweza kuyapata na mafuta ya zaituni ukaweza kuyapata, yaandae vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuyaandaa hayo maji, twende sambamba sisi pamoja nawe tukisoma dua hii na tukiwekania kwa mashakil, matatizo ambayo yanayokusibu. Kama ndoa yako ina mitihani, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii ndoa yangu ina misukosuko, ya Allah naomba jaalia sakinata wal waqar, jaalia utulivu na maelewano bora katika ndoa yangu. Lakini kadhalika kama bado haujapata ndoa lakini una mchumba au una wachumba wanaokimbia, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii ya Allah, jaalia uchumba utimie na ndoa ifanikiwe, ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah. Kama umekimbiwa, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii, huyu ambaye alonikimbia, tena mtaje jina hapo katika dua, mwambie ya Rabbi na kuomba mrejeshe, kama ni mume au mke mrejeshe biidhnillah. Majina ya ndugu zetu ambao wametumia majina yao wakatekeleza utaratibu tulioelekeza, hatuwezi kuyataja hapa, itabaki kuwa ni siri yetu kwa utaratibu ambao tuloutengeneza biidhnillah, kwa sababu za kiusalama na sababu za kimaarifa. Kwa hiyo kishaandaa maji na mafuta ya zaituni, au maji au mafuta ya zaituni, sasa twende rasmi katika dua. Hichi ni kipengele cha kwanza katika dua rasmi kwa ajili ya masala ya ndoa na wanandoa. Kwa hiyo inshallah tuweke nia sasa, tuingie katika dua. Na wewe ambaye unahitaji katika dua ijayo, na wewe uwe umo hivi sasa, baada ya kusikia taarifa hizi, usisubiri kesho wala baadaye, wasiliana na sisi sasa hivi, uliza utaratibu, utekeleze ule utaratibu haraka sana, nawe tukuweke katika orodha ya wale ambao tutakwenda kuwafanyia dua rasmi kama hii ambao tunawafanyia wenzako katika tarehe ya leo. Basi inshallah hiyo itakwenda kufanyika tarehe 13 ya mwezi ujao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuweke nia sasa, twende katika dua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم ربنا إنا نسألك في هذه ساعة شريفة المباركة المعظمة المكرمة. آمين. يا قاضي الحاجات. آمين. يا مجيب الدعوات. آمين. يا مقيل العثرات. آمين. يا من إذا دعي أجاب. يا من إذا سئل منه أعطى. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم زده شرفا وكرما محبة ورفعة وجلالا وتعظيما يا من على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Inshallah tuweke nia katika kusuluhu ndoa zetu, tuweke nia katika kujalia ndoa zetu ziwe na amani. Kwa waliokimbiwa basi warejee wale waliokimbia, lakini kadhalika kwa wale ambao wanaishia kwenye uchumba, Mwenyezi Mungu ajalie ndoa ziweze kutimia. Tuweke nia tukiwa na imani madhubuti kabisa na yaqini katika mioyo yetu. Tunamwomba Mola wetu na bila shaka Mola wetu atatufanyia sahali insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله
ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله بأنوار بسم الله يقضى مراديا وتهرع لي الأرواح والكل ساعيا وأقسمت بالجبار جل جلاله على كل جبار من الجن عاتيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وألزمت خدام طهاطي لطاعتي سريعا بلا مهل يجيب المناديا أجيبوا أجيبوا يا بني الجن كلكم بعزة من أرسى الجبال الرواسيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وخصكم جمعا تطيعون أمره وأمر الذي يدعو بسر أعاليا أجيبوا بلا مهل بعزة بطاش وإحراقه الساقي على كل عاصيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وبسر أنوار الجلالة والبهاء وزجره السامي بأهيا شرهيا أدوني أصبعوت يسطع نوره ويجذب خدام طهاطي لداعيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله
مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وبآل شدايا باجة نوره أجيبوا دعائي واحضروا بمقاميا ويا مذهب مرة أحمر وبرقان شمهروش إلي سواعيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله جليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عززنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وزوبعة ياتي وميمون حاضر جميعا ليقضوا يا كرام مراديا بنور لتهطيل أرجو حضوركم وسر ما تهطيل فالنور باديا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عززنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله بعزة قاطيطيل قد لاح أشهب بزجر قاطيطيل صرت مناديا بنور نهضتيل قضيت حوائجي ثم جالت طيل سر أصاليا من عبد دليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد دليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عززنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة لخط طيل أسرع لي بجمعكم لمكفنجل في سر من ذاك عاليا أجيبوا جميعا وافعلوا ما أمرتكم فإن أجبتم بالتعاطيل أمريا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عززنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بحق بسم الله أولنا أنكنا رحمن نرحم وسير مثالك وجنا لك دياني نشتكي ضعف الحال بأمراض وفقداني تقبل يا منان ويكن فيكون. يا ربي كلا لنا حاجة مبنال يا رحمن ومكذينا حاجة mambo yawe sahalani umjaalina faraja kila wakati abadani taqabbal ya mannan wa kun fakun. Na sina mchumba mjaalie ya rabbana bila kukiza vumba taqabbal subhana aliona khairi mchumba na hikma nyingi sana taqabbal ya mannan wa kun fakun. Ya rabbi wenye wake wakorofi wafanyie sahali wawe wapole latufi na tabia halali wawe na khairi lufufi na shari wasizijali taqabbal ya mannan wa kun fakun. Ya rabbi kila na mume mkali kama pilipili awe baridi tamami sio kama bulbuli akunjua usondimu furaha kwa kila hali taqabbal ya mannan wa kun fakun. Na aliye na kimada haraka afunge ndoa si lazima kinanda taqabbal hii dua asharibu kitanda kwa zina lau halua taqabbal ya mannan wa kun fakun. Allahumma inna nas'aluka masail al-arifin wajib da'watina bila radd wala ضد ولا ند إنك لا تخلف الميعاد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. إن شاء الله hiki ni kipande chetu cha kwanza cha dua. Tunakwenda kipande cha pili litaisiri al-arzaqi kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi katika utafutaji wa riziki zao.